sisi tunaposema tunataka kuwainua kwa sababu William Samoei Ruto anajua kwamba wamama ndio nguzo ya nyumba. Bila mama hata sisi wazee hatuna maana, kwa sababu sisi wote tunatoka kwa mama na sisi wote tunafuata wamama. Ama mjui tunafuata? Hebu mwambie sahi muende kwa mass. Wanaume ubaki duniani, tutakonda wote. Kwa hivyo ninyi ni watu wa muhimu sana wa mama. Ndio maana wakati kuna mambo tunawaambia tunategemea legetie. Mkifunga hiyo tunajua tunaenda wapi. Basi ya mwisho mimi pia nimekuja na mchango wangu. Lakini ningependa kusema hivi. Huyu Rais William Samoei Ruto, nyinyi ndio mlimpatia kiti alipokuwa kijana. Aliposema ukweli wa mumeshamwangusha kweli? Mumeshamwangusha? Nyinyi mlimjenga akawa mbunge, mkamjenga akawa deputy prime minister, mkamjenga akawa deputy president, mkamjenga amekuwa president ya Kenya. Mimi watu waziwa, mimi na waombeni, ni wakati mmoja William Samoei Ruto anahitaji nyinyi mwaka wa 2020 ngapi? Mwaka wa 2020 ngapi? 7. Ndio maana amewekea Women Enterprise Fund. Ndio maana amewekea ile inaitwa Nyota. Ndio maana amewekea Youth Fund. Ndio maana amewekea Hustler Fund. Ndio maana amekuja leo hapa kuwatetea mama. Mnampenda William Ruto? Mnampenda William Ruto? Msidanganyike, nimeona vijana wenu kwa streets. Msijaribu kudanganyiwa na mzee ambaye akili yake ingepotea. Huyo mzee hataki kuona kwamba kiti iko nje ya Central Kenya. Na si wa Kikuyu wote, ni wale ambao wamepotoshwa. Arap Moi alipokuwa kiti alisumbuliwa sana na wazee kama huyu Rigathi Gachagua. Sasa William Ruto yuko kwa kiti, anataka kumsumbua, sio kwa sababu William Ruto hafanyi kazi, kwa sababu William Ruto ni Mkalenjin, ni Mnandi, ni wenu. Msidanganyike. Hiyo ndio nimekuja kuwaambia. Vijana mkiambiwa ati mwende kwa streets, huyo mzee hawatakii vijana vizuri. Huyo mzee anatakia vijana vibaya. Ndio maana wakati tunaleta fedha kwenu, tunaona yeye anabomoa maduka ya wenzake kwa sababu anataka kutawala maskini. Msikubali kutawaliwa na mtu ambaye anataka kuwakandamiza. Mimi Mungu